Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Neno langu ni la shukurani baada ya yote tuliyotenda na uvumilivu tuliokuwa nao. Tumie nafasi hii kuungana nanyi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye amewezesha haya yote na tunaamini bado ataendelea kutusindikiza hatimaye nia yetu njema iweze kukamilika. Nimshukuru kwa namna pekee Profesa Balozi Adeladus Kilangi kwa kweli kwa kukubali kuja kuungana nasi katika dakika hizi ambazo zilikuwa ni ngumu, na akajitoa kweli kwa hali na mali na utayari wake wa kuungana nasi katika wakati ujao kuendelea kulishughulikia hili ambalo lipo kulingana na ahadi aliyoitoa ambayo bado inatudai sisi pia kuendelea kuungana naye. Na ndio maana ndugu zangu, ujenzi huu ambao tunaendelea nao lazima tuende nao taratibu, lakini kwa malengo ya kumaliza. Na ndio maana kila mmoja wetu asikie bado wajibu tulizo nazo katika maparokia yetu, na hasa katika parokia za jimbo la Geita. Najua bado kule kuna wajibu ambazo tumegawana, na malengo ilikuwa ni kwamba kama tutafanya vizuri katika maparokia, inawezekana kabisa kazi hii tukaikamilisha kwa nguvu zetu kwa asilimia kubwa. Tulipofanya tayari ni pakubwa, na tumekwenda katika hali hiyo hiyo. Kwa hiyo mshikamano unahitajika na kila mmoja moyo wa kujitoa. Kama tulivyoonyesha leo, tuendelee kushikamana na kujitoa kwa ajili ya lengo la ujenzi wa hospitali yetu hiyo. Profesa, ninakushukuru sana. Lingine ni kuendelea kumshukuru ambaye alikuwa ametuahidi kuja kuungana nasi, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko ambaye basi kama tulivyoeleza mwanzoni mwa harambee hakuweza kuungana nasi kwa mwili, lakini wazi kweli baba huyu ameendelea kuwa nasi, na hata kwa kile tulichotenda bado tena ameendelea kutufuatilia. Na yeye kwa nafsi yake, nilikuwa nawasiliana naye, sije mkanilaumu sana eti misa ilikuwa imeisha. Kwa nafsi yake ameahidi kutuchangia shilingi milioni 20. Tunamshukuru sana na tuendelee kumwombea kwa majitoleo yake. Mungu azidi kumwongoza na kumsimamia. Nalotaka kusema ndugu zangu ni kumshukuru kila mmoja wenu. Kama alivyosema mgeni wetu rasmi, hakuna aliyetoa zaidi na hakuna aliyetoa kidogo. Tumeungana kwa pamoja tukafika katika safari yetu hapo tulipo. Tuendelee kuungana zaidi ili safari yetu iendelee, na mpango huu wa kanisa wa kutoa huduma za afya uweze kukamilika siku moja na tuweze kufaidika na huduma hiyo. Ninawashukuruni sana. Masaa yamekwenda, tumekaribishwa chakula. Naomba tusiondoke bila kula. Wale mnao mpango wa kuondoka, basi kwa taarifa tu, leo tunakula ng'ombe kutoka zizi letu la jimbo, ng'ombe wa askofu. Sasa hata kama utaki kula, nenda tu ili ukaonje ng'ombe wa askofu ni mtamu kiasi gani. Amekulia waskofuni, amechinjiwa waskofuni, nadhani hata kupika nadhani karibu na waskofuni. Karibuni chakula wote. Mungu abariki. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana.